Zenj TV, tujivunie nyumbani. Miongoni mwa video ambayo hivi sasa inaendelea kutrending na kusambaa kwa kasi kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni hii video ambayo unaiona hapa, ikimwonyesha mwanamke ambaye ni mfanyabiashara ambaye akimshambulia kwa kumpiga mwanamke mwenzake, na mwanamke huyu ambaye akishambuliwa kwenye hii video inadaiwa kuwa pia naye ni mfanyabiashara. Lakini na kama umekuwa ni mtumiaji mzuri wa mitandao mbalimbali ya kijamii, huenda tayari umeshakutana na hii video na ikakuacha na maswali mengi tu yanayokosa majibu na kutaka kujua chanzo cha mfanyabiashara huyu kumshambulia mwanamke mwenzake. Na baada ya hii video kusambaa kwa kasi na kuwafikia watu wengi zaidi, ni kwamba wapo baadhi ya watu ambao wamelitolea maoni ile tukio, na wengine wamedai kuwa huyu mama ambaye ameshambuliwa kwenye hii video ni mwizi mzoefu katika eneo hili la soko, na amekuwa akiwaibia wafanyabiashara wengi, na anakuja kwa njia kama mteja kawaida tu, na akipata nafasi ya kutimiza jambo lake, na ndipo hapo ambapo anafanya tukio la wizi. Lakini pia wapo baadhi ya watu ambao wamedai kuwa tukio hili limesababishwa na mzozo wa eneo la kufanyia biashara katika eneo hili la soko, na yote ni kutokana na wafanyabiashara hawa mara kwa mara wakiwa wanagombaniana sehemu ya kuweka biashara zao. Na hayo yalikuwa ni maoni tu ambayo wengi wameweza kuyatoa kuhusiana na huu mzozo jinsi ambavyo umeweza kuonekana kwenye hii video. Sasa baada ya hii video kusambaa kwa kasi huko mitandaoni na kuzua taharuki kubwa, ni kwamba hii video imemfikia Dr. Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, na ametia neno lake pia kuhusu hii video ambayo inaonyesha tukio la ukatili wa kushambulia. Na kama hapa jinsi ambavyo unaona ni kwamba Dr. Dorothy Gwajima kwenye ukurasa wake wa Instagram alikuja kuweka hii screenshot ya video na kisha kuweka caption ambayo inasomeka, kuna video hii kule Kusaga TV inamwonyesha mama mmoja akimpiga mama mwingine kwenye eneo la biashara. Hakika imenifikirisha. Tunao mwongozo wa udhibiti wa ukatili kwenye maeneo ya biashara ikiwemo masokoni. Kupitia mwongozo huo nimeona niulize, hivi mnawajua hawa na wako soko gani? Alafu Dr. Dorothy aliweka hii namba kwa wale ambao wataweza kumpa maelezo kamili kuhusiana na hawa watu kama wanafahamu, lakini pia hili tukio limetokea katika soko ambalo lipo sehemu gani. Lakini pia aliendeleza kwa kuandika, hii ni aibu kwa wanawake zangu. Na baada ya Dr. Dorothy Gwajima kuja kuweka maelezo hayo na kuingilia kati lisakata, ni kwamba watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao, na wengi wameonyesha hisia zao za kuguswa na ile tukio, na wamesikitishwa kuona kwamba mwanamke anamshambulia mwanamke mwenzake, tena ambaye ukitazama huyu ambaye anashambuliwa kidogo unaweza kuona kwamba umri umekwenda, ni sawa na mama yake kwa huyu ambaye anamshambulia. Na wewe kwa upande wako maoni yako yapoje kuhusiana na tukio hili? Ningependa sana kusoma maoni yako kupitia section comment, lakini pia usiache kuendelea kuifuatilia Zenj TV pamoja na Zenj FM Radio kwa kuendelea kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia endelea kusalia kwa nasi muda wote kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali pamoja na matukio kwa kila siku na kila wakati. Zenj TV, tujivunie nyumbani.